Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, anasema kwamba hatuwezi kukubaliana na ugaidi na ujambazi wa serikali ya Yerusalemu Magharibi. Anazungumza Recep Tayyip Erdogan huku akiunga mkono mwitikio wa Iran kwa Israel, akisema Tehran ina haki ya kisheria ya kujilinda kutokana na ujambazi na ugaidi huu. Bwana Erdogan anaunga mkono mwitikio wa Iran kwa Israel. Anasema kwamba Iran ina kila haki halali ya kujibu mashambulizi ya Israel. Anazungumza rais huyo wa Uturuki, Bwana Recep Tayyip Erdogan. Hata hivyo, ameishutumu Israel kwa kujihusisha na ujambazi na ugaidi wa kiserikali. Kadhalika amemfananisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Adolf Hitler. Israel ilianza kushambulia Iran siku ya Ijumaa ikidai kuwa Tehran inakaribia kukamilisha bomu la nyuklia. Iran ilitupilia mbali shutuma hizo na kulipiza kisasi operesheni ya kijeshi ya Israel kwa mawimbi ya makombora na mashambulizi na ndege zisizokuwa na marubani katika maeneo ya taifa la Kiyahudi. Ni kawaida kabisa na ni halali kwa Iran kujilinda dhidi ya ujambazi wa Israel na ugaidi wa serikali. Erdogan aliyesema hayo siku ya leo Jumatano wakati wa mkutano wa bunge mjini Ankara. Rais huyo wa Uturuki alikosoa vikali uongozi wa Israel kwa vitendo vyake vya uchokozi, akidai kuwa Netanyahu amemzidi muda mrefu Hitler, dhalimu katika mauaji ya kimbari katika ulimwengu. Pia alishutumu kutochukua hatua duniani kote juu ya uvamizi wa Israel huko Gaza, ambayo kamati ya haki ya binadamu inaona kama tabia ya mauaji ya halaiki, akisema kwamba damu ya raia waliouawa kinyama, watoto wachanga waliouawa, haijatapakaa mikononi mwa nyuso za wale wanaunga mkono kiburi cha Israel, lakini pia kwa wale wanaonyamaza. Uturuki inafanya kila liwezekanalo kukomesha kile ilichokiita uchokozi usiokuwa wa kibinadamu, sio tu dhidi ya Iran lakini pia Gaza, Syria, Lebanon na Yemen, Erdogan anasema. Erdogan zaidi anasema kwamba kukomesha uchokozi wa Israel ni muhimu kwa ulimwengu na ubinadamu. Ankara iko macho na inafuatilia kwa karibu mashambulizi ya kigaidi ya Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, amesema kwamba moja kati ya jambo muhimu sasa ni kutafuta njia ya kuweza kuonyesha namna ya kuikomesha Israel. Hakueleza wazi kwamba labda Uturuki itaungana na Iran katika kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Hata hivyo, nyakati za nyuma aliwahi kusema kwamba ikiwa Israel inasema kwamba moja kati ya maeneo wanayoyakalia ni halali yao kuyakalia kwa sababu za kihistoria, aliwahi kunukuliwa akisema kwamba hata baadhi ya maeneo ya Israel yalikuwa katika sehemu ya Ottoman Empire ambayo ni mali ya Uturuki. Serikali ya Uturuki imejitolea kulinda maslahi ya nchi, amani na usalama, na iko tayari kwa kila maendeleo na hali mbaya iwezekanavyo. Hata hivyo, kutokana na hali hiyo, amesema kwamba wakati huu ni wakati sahihi wa mataifa makubwa ulimwenguni kuonyesha namna ya kuweza kupambana na Israel ambayo viongozi wake wanajeuri. Urusi ililaani kampeni ya Israel kuwa ni kinyume cha sheria na imeonya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran yanaweza kusababisha janga la nyuklia. Na kupitia taarifa yake siku ya Jumanne, wizara yake ya mambo ya kigeni ilisema mashambulizi ya Israel kwenye maeneo yenye amani ya atomiki yanakiuka sheria za kimataifa na kutishia utulivu wa dunia. Hata hivyo, viongozi kama vile rais wa Marekani Donald Trump ameunga mkono Israel kuitaka Iran ijisalimishe bila masharti. Alidai kuwa majeshi ya Marekani na washirika wake wamefanikiwa kufanya udhibiti kamili wa anga ya juu ya Iran, na akasema Marekani ilijua eneo alipo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei na kumuita yeye ndio lengo rahisi, na huku akimtaka ajisalimishe. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyajua haya kwa mapana zaidi kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.